amejitahidi, ameshiriki katika mashirika tofauti na serikali kwa ujumla wake. Tukizungumzia kwa mfano upande wa afya. Upande wa afya pale zamani kabla ya KA tulikuwa hatuna kitengo cha operation. Lakini sasa hivi tunafanyia operation hapa hapa, awe mjamzito awe kwa mashida mengine ya aina yote. Pia kabla ya KA ilikuwa shida ya akina mama kujifungua. Wengi walikuwa wanakufa majiani, wengi walikuwa wakifika hapa cha kujifungulia hakuna na vifaa vya serikali havipo. Kwa hiyo kwa jitihada zake yeye kwa kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi alidiriki kununua vifaa vya kujifungua, kwa mfano kama vile mabeseni, mipira ya kujifungulia na vifaa vinginevyo vyote. Kwa hiyo akina mama hapa sasa hivi haina shida, wanajifungua kwa usalama hata kama hana vifaa kutoka nyumbani. Pia katika kujifungua huko mwanzoni ilikuwa shida, kitanda kimoja wanaweza kulala hata wazazi wawili watatu, watoto wakalundikwa katika kitanda kimoja. Lakini sasa hivi vimeongezeka vitanda vya kisasa, akina mama wanajifungua na wanalala sehemu salama salimini. Nikichukua upande wa maji hapa kwenye upande wa afya, ilikuwa shida ya maji. Akina mama hapa au wagonjwa ambao walikuwa wanakuja walikuwa wanasumbuka kwenda kuchota maji huku na huko na wanahangaika, aidha wanunue, mtu anatoka huko kwake, ikawa shida. Lakini kwa upambanaji wake Raja Mungatanda amediriki kushiriki kuchimba kisima cha hapa na maji yanatoka wakati wote, hayana shida. Kwa hiyo mgonjwa yote akija hapa maji yapo Bwelele tu. Hii hospitali inahudumia watu wengi sana. Inahudumia tarafa karibu mkoa ya Kipatimu, Miteja yenyewe pamoja na Kinjumbi, Njinjo wanakuja hapa. Na usishangae mpaka tarafa ya pale Kilwa Pwani, kutoka pale Njenga, Matandu, wote wanakuja hapa, nimewahi kuwashuhudia. Wanafuata huduma nzuri ambazo zilizopo. Lakini pamoja na kuwa na mazuri hayo, bado tuna changamoto. Changamoto zetu ni kwamba watumishi ni wachache, wahudumu wale ni wachache. Daktari wakati mwingine anaweza akahitajika kule OPD, mara anahitajika kwa mzazi, pengine kuna tatizo. Kwa hiyo wagonjwa wa huku wa kawaida inabidi sasa wasimame ili wamsubiri yeye arudi. Kwa hiyo mgonjwa kule anaumia, anateseka mpaka anavyorudi daktari. Ombi letu sasa, ikiwezekana kuongezewa wahudumu wa afya ni wachache mno katika hospitali hii. Nishukuru pia kwa upande wake diwani wetu wa kata Tingi amefanya mambo mengi. Jambo la kwanza, tuna changamoto ya mama kujifungua, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo wanakuwa wanatakiwa wakati kujifungua. Wanatakiwa wawe na mipira, wanatakiwa wawe na mikasi, wanatakiwa wawe na glavu. Lakini hivi vyote baada ya kuona mheshimiwa diwani kwamba ni changamoto ya familia, alijitahidi kwa pesa zake za mfukoni kwenda kununua vifaa vya kujifungulia, mabeseni, mipira kulalia pamoja na glavu na vitu vingine vinavyomhusu mama mjamzito siku ya kujifungua. Na tunapozungumza hapa huduma hiyo ipo, alikwenda akavinunua na akaviacha pale kwenye kituo cha afya, na aliyokuwa anaenda pale alikuwa anaenda kwa maelezo kwamba mimi natoka Tingi, mwenyekiti wa kitongoji fulani. Tayari sensa yake ilikuwa imeshafika pale, na akifika anakuwa anavipata hivyo vifaa na tayari anakuwa anajifungua vifaa ambavyo vimeandaliwa na mheshimiwa diwani. Lakini kwa upande wa afya, tukienda kwenye kijiji cha Mtandango. Kwenye kijiji cha Mtandango kutoka hapa nilipo kwenye kituo cha afya kwenda kijiji cha Mtandango ni umbali wa kilomita zipatazo 6 na kitu na pointi. Leo uwepo wake mheshimiwa diwani kushirikiana na wenye viti wa serikali ya kijiji wameweza kufyatua matofali pale, lakini pia na kupata kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Mtandango. Tofali pale zipo na kiwanja kipo, muda wote wakati wote ujenzi unaweza kufanyaje, unaweza kaanza. Kwa upande wake mganga mfawidhi kituo cha afya Tingi Jordan Maliga ameeleza jinsi mradi wa maji unavyoweza kuwanufaisha kwa muda wote katika eneo hilo. Naitwa Jordan Maliga, mganga mfawidhi kituo cha afya Tingi. Eneo nilipo hapa ni eneo ambapo pana mradi wa maji wa Blue Spring ambao tuliupata kwa juhudi za mheshimiwa diwani ambaye alipambana kumpata mzabuni
na huu mradi kiukweli unatusaidia sana, hasa kwa wakati ambao maji ya RUWASA yanakatika. Huu mradi umetuhakikishia kama kituo kuwa na maji muda wote. Kwa hiyo maji ya RUWASA ikitokea yamekatika, basi tuna mashine ya mota ambayo tunawasha kupandisha maji kwenye tenki ambayo lipo hapo juu. Hali hii imetupelekea kuwa na upatikanaji wa maji katika kituo chetu muda wote.